Asha na Haji waliwahi kumshika Bi Mwanaidi ili asidondoke, na baada ya hapo Asha akamwambia Yusufu, Yusufu kaka yangu, sio bure, we umerogwa, wallahi nakwambia. Haji akamnyosha kidole Yusufu huku akimwambia kwa msisitizo, Yusufu, naapa kwa Mungu, kwa hili ulilofanya utalijutia maisha yako yote. Sasa hivi si unafurahi, lakini ukae ukijua mwisho wake ni mbaya sana kwako, mdogo wangu. Haya. Baada ya kusema hivyo ndipo Asha, Haji na Bi Mwanaidi wakaondoka. Alafu Yusufu akarudi ndani ya ukumbi ambao una watu wachache sana, kutokana na kuwa Yusufu na Glory waliwaalika marafiki zao wa karibu zaidi, na ndipo akaendelea kusherekea. Muda huo Mr. Salumu yupo ofisini kwake anaendelea na kazi. Mara mlango ukafunguliwa, akaingia Sweet Pili huku akisema, Hey, Habiza saizi. Mr. Salumu akasimama na kusema, oh, mke wangu, karibu. Wakakumbatiana na kila mmoja akambusu mwenzake. Ndipo Mr. Salumu akauliza, vipi? Sikutarajia kukuona mchana huu. Sweet Pili akasema, Nimekumisi tu baby, lakini pia nimekuja nahitaji msaada wako wa namba ya mwanasheria wako yule Nicholas. Kuna rafiki yangu ana tatizo ambalo linahitaji utatuzi wa kisheria kidogo. Alafu ona kama haupo sawa mume wangu. Asubuhi ulivyotoka nyumbani haukuwa hivi. Mr. Salumu akashusha pumzi na kusema kwa upole, mke mdogo ananichanganya sana. Leo kaniletea karatasi ya barua kutoka mahakamani, eti karatasi ya taraka. Anahitaji tuachane. Mimi nikaichana ile karatasi, siwezi kuachana na yeye bwana. Sweet Pili akatabasamu na kusema, vitu vingine vinachekesha sana mume wangu. Alafu hivyo vitu sio vya kung'ang'ania. Ujue huyu mke mdogo sijui anajiona nani yani. Yaani anajiona ndo wale watan kwenye hii ndoa kuliko hata mimi mke mkubwa ambaye niliolewa kabla yake. Hebu kama anahitaji taraka mpe bwana. Usitaki ya kuchanganya kupe pressure kuumize kichwa mume wangu, nakosa mpaka raha. Ya nini yote hayo? Muache akapigwe na jua huko nje. Watu wanataka kutafuta ndoa, yeye anataka kutaraka. Mpe. Mr. Salumu akasikitika kwa ishara ya kutikisa kichwa. Alafu akatoa simu mfukoni. Ndipo akampatia namba Sweet Pili ya mwanasheria Nicholas. Na baada ya hapo Sweet Pili akaondoka zake. Muda huo mahakamani, hakimu Jacqueline akawa ndo anaahirisha kusikilizwa kwa kesi ya Mr. Jerry dhidi ya Mr. Mahaha na Evelyn. Pia akataja siku nyingine ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Baada ya hapo wote walitoka nje, ambapo Evelyn akaanza kwa kusema, Mahaha, yaani kakako sijui kwa nini anataki kuelewa. Sasa ni mambo gani ya kuletana mahakamani kama sio kupotezeana muda na kuchoshana bure? Nancy akamjibu, hii kesi isitumize vichwa kwa sababu hakuna chochote cha ziada. Mwisho wa siku ni sisi ndio tukaushinda. Mara Mr. Mahaha akamuona Mr. Jerry akimwita Farhani kwa ishara ya mkono. Hapo ndipo Mr. Mahaha alipomkamata mkono Farhani huku akimwambia, Farhani, mimi ndo baba yako na unalijua hilo. Hivyo sitapenda ukaribu wote kati yako wewe na Mr. Jerry. Sawa?
Haya, nenda kawai chuo vipindi vya mchana saa hizi. Farhani akaenda kuingia kwenye gari lake na kuondoka. Pia Nancy, Evelyn na Mr. Mahaa wakaingia kwenye gari na kuondoka kuelekea maofisini kwao. Ikiwa muda huo Mr. Jerry na Queen ndo wanaingia ndani ya gari, huku Queen akisema, nimeona message hapa kutoka kwa mama. Amesema tukimaliza mizunguko yetu ile jioni tukamfuate pale Serena Hoteli. Mr. Jerry akamjibu, haina shida, tutamfuata, lakini kwa sasa acha kwanza tuende ofisini tukaona mafundo wamefikia wapi katika kuendelea kuipamba ofisi yetu. Baada ya hapo ndipo akaondoka zao. Ikiwa muda huo Faraji ndo anafunga breki mbele ya geti la nyumbani kwa Chris. Kisha Agnes akasema, Faraji kakaangu, asante sana kwa muda wako, pia msaada wako kwangu. Nimekuwa nafuata faraja sana napokuwa karibu yako. Sijui ni kushukuru vipi, japokuwa nakupa pole, maana leo foleni ya kliniki ilikuwa kubwa. Nadhani nitakuwa nimekupotezea muda wako mwingi sana. Faraji akamshika Agnes mkono na kumwambia, usijali Agnes. Lakini leo acha nikwambie kitu ambacho sijawahi kukuambia. Agnes, mimi nafanya yote haya kwa sababu nakupenda. Mwanzo haikuwa lengo langu hilo, ila kutokana na ukaribu wetu nimejikuta nikijawa na hisia kali za mapenzi kwako. Nakupenda Agnes. Agnes alibaki kimya akimtazama Faraji kwa mshangao. Alafu akatoa mkono wake katika kiganja cha Faraji, akafungua mlango wa gari na kuteremka huku akisema, naomba nikutakie kazi njema na siku njema pia. Faraji alibaki akimtazama Agnes mpaka mlinzi alipofungua geti na akahakikisha kuwa Agnes ameingia ndani. Punde si punde simu yake ikaanza kuita. Alipotazama akaona kuwa anapigiwa na Sweet Pili, hivyo alipokea, wakasalimiana na kisha Sweet Pili akasema, najua baby sasa hivi utakuwa umelala tu hotelini. Sasa nahitaji uje kunichukua hapo ofisini kwangu, kuna sehemu nataka twende pamoja. Faraji akamjibu, baada ya nusu saa nitakuwa nimefika hapo ofisini kwenu. Alafu akakata simu na kuondoa gari kuelekea ofisini kwa Sweet Pili. Wakati huo katika hospitali ya Muhimbili, Jeni akawa ndo anafumbua macho kutoka usingizini. Akamwona dada yake Mariamu akiwa amekaa kwenye kochi kwa unyonge sana. Ikabidi Jeni aanze kusema, dada, ni stress za shemeji Yusha tu ndio zinazokufanya unakuwa mnyonge kiasi hicho? Mariamu akanyanyuka kwenye kochi na kwenda kukaa kwenye kitanda pembeni ya Jeni huku akimjibu, mdogo wangu, mume anauma sana, na hasa unapokuwa unampenda. Jeni akasema, na ndio maana mimi nilichukia mapenzi na ninayachukia mapenzi mpaka sasa. Pia nawachukia wanaume wote duniani. Dada, tafuta mwafaka kabla haijakukuta kama alionikuta mimi mdogo wako, ukaja kuishia kukaa hapa kitandani ukiwa haujui hatima yako wala hauna matumaini ya kusimama tena kwenye maisha yako. Mariamu akashusha pumzi nzito na kusema, hivi ujue leo nilikwenda kujificha karibu na ofisi ya shemeji yako, na alipotoka tu nikamfuata nyuma
Huwezi amini, alikwenda nyumbani kwa yule mama na mimi nikaingia pale nikafanya vurugu. Bahati yake tu yule mama alikimbilia ndani na kujifungia mlango, lakini laiti kama angeingia kwenye mikono yangu, aisee, ningemuua. Nakwambia angefia kwenye mikono yangu. Jeni akauliza kwa mshangao, ina maana shemeji anatembea na mama mtu mzima? Mariamu akafungua simu yake na kutafuta picha ya Madam Safina, akamwonyesha mdogo wake, ambapo Jeni alionekana kushtuka kupita kiasi. Hivyo ikabidi Mariamu amuulize kwa mshangao, vipi, mbona umeshtuka kiasi hicho? Jeni alinyamaza kimya kwa sekunde chache, alafu akamjibu, dada, naomba ukafanye kipimo cha virusi vya ukimwi sasa hivi. Mariamu akauliza, kwa nini utake nikafanye? Kabla hajamaliza kuongea, huku Jeni akasema kwa msisitizo zaidi na unyonge sana, dada, tafadhali nenda ukafanye kwanza hivyo vipimo, na kuomba sasa hivi, nenda kapime. Mariamu akanyanyuka pale kitandani na kutoka nje ya odi ile, akionekana kuwa amechanganyikiwa sana. Wakati huo Jeni anamtazama dada yake kwa unyonge na machozi yakamdondoka, huku akikumbuka siku ambayo aliambiwa na Nasi kuhusu mahusiano ya kimapenzi yaliyopo kati ya Emmanuel na Madam Safina. Pia akakumbuka pale alipokwenda kupima na kuambiwa kuwa yeye ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Sugar Mama.